Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesisitiza kuwa utawala wa Israel umefanya jinai kubwa zaidi kwa kupewa kinga kamili katika kipindi cha miongo 8 iliyopita. Abbas Araghchi anasema kwamba Israel imefanya ukatili mkubwa kwa muda mrefu sasa, lakini ni kwa sababu inapewa kinga na watu wa Magharibi pamoja na Marekani. Katika hotuba yake katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa barani Ulaya mjini Geneva, Uswisi, amesema kwamba katika kipindi cha chini ya miaka miwili Israel imezishambulia nchi 7 za eneo la magharibi mwa Asia na kuua zaidi ya watu 70,000 huko Gaza katika mfumo wa mauaji ya kimbari ya kikoloni. Kuna jinai ambayo haijafanywa na utawala huu na hakuna mstari mwekundu ambao haujavukwa na Israel, amesema Araghchi. Ameongeza kuwa katika hali ambayo Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya zimepuuza vitisho vya utawala wa Israel kwa amani na usalama wa dunia, ukiwemo uwezo wake wa nyuklia, zinaendelea kudai kuwa miradi ya nyuklia ya Iran inayofanywa kwa malengo ya amani na kwa ajili ya matumizi ya kiraia ni tishio kwa amani na usalama wa kimataifa kuliko ilivyotishio Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema kinachotia wasiwasi sana ni kukimbia kuishambulia kijeshi Iran mwezi Juni mwaka uliopita, tena wakati ambapo tulikuwa tukiendelea na mazungumzo. Hatua hiyo inakinzana waziwazi na kanuni kuu za mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Araghchi amesema kuwa Marekani ilishirikiana na dola lisilo mwanachama wa mkataba wa NPT dhidi ya nchi ambayo ni mwanachama wa mkataba huo na kutoa kusababisha madhara kwa umoja wa ardhi ya nchi, hadhi na uhai wa mkataba huo. Mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia ambavyo vilikuwa vikifanya shughuli zake chini ya mkataba wa IAEA yanaweza kutajwa kama jinai ya kivita, hatua ambayo inaweza kusababisha hatari ya kuvuja kwa miale ya radioactive, kuchafua mazingira kwa muda mrefu na kuenea kwa athari mbaya katika eneo zima. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema kushindwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Nyuklia IAEA kulani vikali mashambulizi hayo kumeacha rekodi ya hatari katika historia. Utawala wa Israel uliasisiwa kwa msingi wa uvamizi na kukalia kwa mabavu ardhi za mataifa mengine na sera za kupenda kujitanua. Vitendo vya uchokozi na kijeshi vya Israel vinashuhudiwa kila uchao katika nchi mbalimbali za kanda hii, ikiwa ni pamoja na Lebanon, Syria, Iraq, Iran na hasa katika ukanda wa Gaza. Vinaonyesha wazi chanzo cha ukosefu wa amani na hali ya machafuko katika eneo la Asia Magharibi. Kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa na taasisi za kimataifa, mashambulizi ya mara kwa mara ya utawala wa Israel dhidi ya Gaza ambayo yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya raia wa Palestina. Hujuma hizo zinaonyesha mwenendo wa kimfumo unaoratibiwa kwa mauaji ya kimbari na utawala huo. Vitendo vyote hivyo vinahesabiwa kuwa jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu. Aidha, kuendelea kupewa kinga ya kutosha na kufuatiliwa kimataifa utawala huo kumeuandalia mazingira ya kuendelea kufanya jinai zaidi bila ya wasiwasi. Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya kwa kukosoa sera za undumilakiwili si tu zinafumbia macho hatua za utawala wa Israel, bali zinazuia hatua yoyote rasmi ya kulaaniwa kwa Israel kwa kutumia haki ya kura ya veto ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UN. Mkabala wake, Marekani na washirika wa Magharibi zinaiarifisha miradi ya nyuklia ya Iran yenye lengo ya kiraia kuwa tishio kwa usalama wa dunia, katika hali ambayo uwezo wa kijeshi na hata wa kinyuklia wa utawala wa Israel ambayo si mwanachama wa NPT haujawahi kuchunguzwa na kuwekewa vizuizi. Nyendo kama hizi za kibaguzi zinaonyesha namna maslahi ya kisiasa yanavyobinya na kukandamiza haki za mataifa mengine duniani. Hatua ya kichokozi ya pamoja ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran inahesabiwa kuwa ukiukwaji wa wazi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa na kanuni inayopiga marufuku matumizi ya nguvu. Kitendo kama hiki sio tu ni shambulio kwa nchi mwanachama Umoja wa Mataifa, lakini pia kinadhoofisha pakubwa imani ya nchi za dunia kwa mkataba unaopiga marufuku uenezaji wa silaha za nyuklia NPT na viwango vya usalama vya wakala wa IAEA. Tukio hili linaonyesha kwamba mifumo ya kisheria ya kimataifa haina dhamana ya utekelezaji mkabala wa tawala za Magharibi na washirika wao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.